Habari zenu ndugu zangu, ni siku nyingine tena leo. Nipo na ndugu yangu ambaye ni muuguzi. Kuna vitu anatamani kuweza kuvijua. Karibu Aisha. Asante Dr. Komba. Nilikuwa nataka kujua kwamba ni homoni zipi zinazopatikana kwenye uzazi kwa mwanaume na mwanamke. Okay, sawa Aisha. Asante kwa swali zuri. Homoni ambazo zinahusika kwenye upande wa uzazi wa mwanamke na mwanaume ni kama ifuatavyo. Nikianza na upande wa mwanamke, homoni ambazo zinahusika, ya kwanza ni follicle stimulating hormone, ya pili ni luteinizing hormone, ya tatu ni progesterone hormone, ya nne ni estrogen hormone, ya tano ni prolactin hormone, ya sita ni oxytocin hormone, ya saba ni thyroid stimulating hormone, ya nane ni T3, ya tisa ni T4. Homoni ambazo zinahusika kwenye upande wa kiume ni kama ifuatazo. Ya kwanza testosterone, ya pili ni androgen, ya tatu ni follicle stimulating hormone, ya nne luteinizing hormone, ya tano prolactin hormone, ya sita thyroid stimulating hormone, ya saba T3, ya nane T4. Dr. Komba, tunaomba kufahamu faida za kuwa na hormone balance kwenye mfumo wa uzazi. Okay, asante ndugu muuguzi. Zifuatazo ni faida za kuwa na hormone balance kwenye mfumo wa uzazi, nikiongelea kwa upande wa kike na upande wa kiume. Sasa naomba nianze kwa upande wa kike. Faida ambazo nazipata. Faida ya kwanza, anakuwa na mzunguko wa hedhi ulio kamili. Faida ya pili, husaidia kukomaza mayai, lakini pia yai kupevuka kwa wakati. Faida ya tatu, husaidia kuweza kuimarisha mfuko wa uzazi na kupelekea mwanamke kupata ute ambao husaidia kuweza kuisafirisha sperm ambayo ni mbegu ya kike kwenda kukutana na yai la kike ambao limepevuka. Faida ya nne, husaidia kuweza kulinda sehemu ya kike ya mwanamke ambao sehemu ya vagina area. Faida ya tano, husaidia kuweza kuzalisha maziwa kwa wingi, hususani kile kipindi ambacho mwanamke yuko mjamzito, lakini mara baada ya kujifungua husaidia kuweza kuzalisha maziwa kwa wingi na mtoto kuweza kuyapata maziwa hayo. Faida za kuwa na hormone balance kwa upande wa kiume ni kama ifuatavyo. Faida ya kwanza husaidia kuweza kuzalisha sperm kwa wingi, lakini husaidia kukomaza zile sperm ipasavyo, lakini husaidia kuweza kuimarisha penis ya mwanaume na iweze kufanya kazi kwa ufasaha. Asante Dr. Komba. Pia tulikuwa tunataka kujua ni changamoto zipi zinazopatikana kwenye hormone imbalance. Okay, asante Aisha kwa swali zuri sana. Changamoto ambazo mtu anaweza kuzipata kutokana na changamoto ya hormonal imbalance hususani kwenye upande wa uzazi wa kike na wa kiume ni kama ifuatavyo. Na nikianza kwa upande wa kike, changamoto ya kwanza anaweza kupata menstruation cycle disorder. What is menstruation cycle disorder? Ni changamoto ambayo ni kuwa na mzunguko wa hedhi usioeleweka. Sawa? Anaweza akapata ugumba ambayo ni tafsiri ni infertility. Sawa? Akashindwa kuweza kuzaa. Sawa? Changamoto tatu anaweza kaipata ni changamoto ya mayai kushindwa kukomaa. Sawa? Na tunaita immature egg. Sawa? Changamoto ya nne ambayo anaweza kaipata ni kama endapo akiwa kwenye kipindi cha ujauzito au baada ya kujifungua, kwamba maziwa yakawa yanashindwa kujizalishwa kwa wingi. Sawa? Tunaita insufficient production of milk. Sawa? Ambayo inapelekewa na insufficient production of prolactin hormone. Sawa? Endapo prolactin hormone ikiwa chini, basi maziwa kwa huyu mama hayawezi kuzalishwa kwa wingi. Sawa? Changamoto nyingine ambayo anaweza kaipata, anaweza akakosa maandalizi mazuri kwenye mfuko wa uzazi na akapoteza kutokuona ule ute ambao huwa unajitokeza kwenye zile danger days. Sawa? Ambao tunaita cervical mucus. Sawa? Kwa sababu homoni ya estrogen ni homoni ambayo moja kati ya kazi yake mahususi sana kwa ajili ya kufanya maintenance ya vaginal area. Sawa? Hususan kwenye epithelial surface of vagina.
sawa, na kuweza kuziprotect zile normal floras ambazo zinapatikana pale kwenye vagina. Sawa. Kwa endapo kukawa na interfered ya zile hormone, lazima huyu mwanamke aanze kupata maambukizi ya ukeni. Sawa, usani ile bacterial vaginosis. Sawa? Lakini faida nyingine ambayo anaweza kuipata huyu mwanamke ile wakati wa kujifungua, sawa? Kwa sababu kuna homoni ambayo huwa inazalishwa kwa ajili ya kurekebisha na kuzalisha uchungu kile kipindi cha kujifungua. Sawa? Sasa ile homoni endapo ikiwa chini ambayo ni oxytocin, huyu mwanamke lazima apate uchungu wa kusuasua. Sawa? Ndio utakuta nyinyi wauguzi mnasema kwamba huyu ana uchungu ambao sio mkali. Mpaka mwisho wa siku mnafanya maamuzi ya kumwekea drip na kumwekea sindano ile yenye ya uchungu. Sawa? Mnamuongezea uchungu ili aweze kujifungua vizuri na uchungu wake uweze kwenda vizuri. Sawa? Kwa hiyo hizo ndo faida za homoni, changamoto za hormonal imbalance kwa upande wa kiume huwa zipo kama 3. Changamoto ya kwanza ambayo anaweza kuzipata kutokana na hormonal imbalance ni low sperm production. Sawa? Changamoto ya pili anaweza kuipata ni erectile dysfunction au impotence. Changamoto ya tatu ambayo mwanaume anaweza kaipata ni gynecomastia. Gynecomastia ni nini daktari? Ni abnormal enlargement of breast for the male. Ni ukuaji wa matiti kwa mwanaume kusio kwa kawaida. Sawa. Asante Dr. Komba kwa kutuelezea, lakini natamani kipindi kinachokuja utuelezee matibabu. Asante Dr. Komba, natamani kipindi kijacho utuelezee matibabu. Asante Aisha, muuguzi pia. Kama alivyoelezea ndugu yangu, basi kipindi kijacho nitakuja kuelezea matibabu sahihi ambayo mtu anaweza kuyapata kutokana na changamoto yake ya hormonal imbalance. Elishine Healthcare already started. We go like morning star.